الحمد لله رب العالمين. يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنا شرار خلقك، اللهم قنا شرار خلقك، اللهم قنا شرار خلقك. اللهم باعد بيننا وبين كل منافق. اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك. اللهم وسع أرزاقنا واجعلها حلالا طيبا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أحينا على سنة نبينا، وأمتنا على ملة حبيبنا. أوردنا حوضه، لا تحرمنا أجره، لا تفتنا بعده. اشملنا بشفاعته، وانفعنا بسنته، وتوفنا على ملته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عباد الله، enyi waja wa Mwenyezi Mungu, idha bakatil uyunu, wakati macho yanapotoka machozi yakalia, kana dhalika dalilan ala khawfiha min alwahidi ad-dayani, hiyo imekuwa ni dalili juu ya hofu yake macho hayo kumwogopa yule mmoja ambaye ni mlipaji wa amal za waja wake. Fa idha jamadat al-uyunu, na wakati macho yatakapokuwa magumu, hata yakisikia au kuona jambo gani hayatoki machozi, fa'lam, hapo tambua ndugu Muislam, bi anna jumud al-aini, hakika ukakamavu na ugumu wa macho kutoka machozi, jambo hilo limekuwa min qaswatil qalbi, ni katika kususua kwa moyo. Moyo umekufa ganzi, hauna hofu tena. Wa qaswatul qalbi, na kususua kwa moyo, min kathrati dhunubi, hakupatikani hivi hivi ovyo ovyo, isipokuwa ni kutokana na wingi wa madhambi. Madhambi yanapokuwa mengi, ndiyo moyo unasusua, unakufa ganzi, tena unakuwa hauingii kitu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, zimefanya kutu nyoyo zao watu kwa sababu ya maovu waliokuwa wakiyafanya. Kwa hivyo qaswatul qulubi, kususua kwa nyoyo, min kathrati dhunubi, kunasababishwa na wingi wa madhambi. Wa kathratu dhunubi, na huo wingi wa madhambi, min nisyani almauti, ni kutokana na sababu ya kuyasahau mauti. Waja wa Mwenyezi Mungu wakishasahau kitu kiitwacho mauti, basi inakuwa ni sababu kubwa ya kufanya wingi wa madhambi. Na kwa ajili hiyo ndiyo maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akatoa wasia mzito sana kuhusu husia umati wake. Akatwambia, akthiru min dhikri hadhimi ladhati, fanyeni sana
fanyeni wingi wa kukumbuka kitu chenye kuvunja utamu wa uhai, nacho ni almautu. Fanyeni wingi wa kukikumbuka kitu hicho. Na masahaba ridwanullahi alaihim, baadhi yao waliposikia maneno hayo wakasema, idha asbahta, utapoamka asubuhi, fala tantadhir almasa, usitizamie jioni kuwa una hakika utafika. Wa idha amsaita, na utapofika jioni, fala tantadhir alsabaha, usitizamie asubuhi kwamba utafika kwa uhakika. Kwa hivyo jambo la kusahau mauti ndilo linalosababisha kuyafanya madhambi mengi. Mtu akishajikumbusha mauti kwamba wakati wowote atakutana nayo, itakuwa ni sababu mojawapo itakayomfanya ayakabili mema na kujiepusha na maovu. Wa min nisyani almauti, na katika jambo la kuyasahau mauti, kwa hakika min tuli amali, hii inatokana na mtu kujipa tamaa ya urefu wa uhai. Anafanya mipango ya miaka 10, tena mipango yenyewe hapana lolote lenye faida ya kumpatia yeye akhira. Anashughulika na dunia kwa mipango ya miaka na miaka, si kama anajenga akhira, la. Basi yeye anajiona mtu keshafika duniani na hapa ndipo penye makazi ya milele. Jambo la kuyasahau mauti inakuwa ni kujipa tamaa mtu ya urefu wa uhai, na jambo la uhai haliko kwenye mkono wa yoyote, ila liko kwenye milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa tulul amali, na kuwa na tamaa ya urefu wa matumaini ya uhai, min shiddati alhirsi, ni kutokana na wingi wa pupa mtu alionayo ya kutaka ulimwengu na kutaka apate kingi na kutaka faida nyingi hapa duniani. Tulul amal min shiddati alhirsi, ni katika shida au wingi wa pupa ya dunia. Wa shiddatu alhirsi, na wingi wa pupa ya kuipenda dunia, min hubbi dunya, ni katika kuipenda dunia yenyewe. Wa hubbu dunya, na kuipenda dunia, ra'su kulli khati'atin, ndiyo kichwa au kiongozi cha kila aina ya kosa. Kila aina ya ovu husababishwa na kuipenda dunia zaidi. Dunia Mwenyezi Mungu ameieleza kwenye Qur'ani kuwa ni kitu kilichokuwa duni, na akawataka waja wake waipe nyongo dunia na waidharau, wasiifanye kuwa ndio pahala pa kuishi milele. Mara kwa mara kwenye Qur'ani utakuta aya, wamal hayatud dunya, na hayakuwa maisha ya kilimwengu illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni starehe zenye kudanganya, ni mambo ya kupita. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha, laiti kama ingelikuwa dunia inaweza kulingana mbele ya Mwenyezi Mungu kwenye thamani ya sawasawa na bawa la mbu, ma saqa minha kafiran jar'ata ma'in, asingemnywesha kafiri hata funda la maji, ingelikuwa ina thamani mbele yake. Lakini kwa kuwa ina thamani, utawaona makafiri ndiyo wanaopata zaidi duniani. Wa hubbu dunya, na kupenda dunia, ra'su kulli khati'atin, ndiyo kichwa cha kila aina ya kosa. Ewe ndugu Muislamu, kuwa na tabia ya kuhifadhi haya maneno yafuatayo, na ujue maana yake nini, na khalafu yatumie. Kuwa na tabia ya kukariri mara kwa mara katika mdomo wako, jizoweze ulimi uwe na rutba. La ilaha illa Allah akhlu biha wahdi, hakuna mola isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kwa tamko hilo mimi ndiyo ninapwekesha moja kwa moja ule umoja alionao Mwenyezi Mungu. La ilaha illa Allah ufni biha umri, na kwa tamko la la ilaha illa Allah ndiyo mimi namalizia tamko hilo umri wangu. La ilaha illa Allah yughfaru biha dhambi, na hiyo tamko la ilaha illa Allah ndiyo mimi nategemea patasamehewa kwangu mimi dhambi zangu. La ilaha illa Allah
adkhulu biha qabri, na kwa tamko la ilaha illa Allah nategemea kwamba mimi nitaingia nalo kaburini. La ilaha illa Allah alqa biha rabbi, na kwa tamko hilo hilo la ilaha illa Allah ndio mimi nategemea kukutana naye Mola wangu akiwa radhi na mimi, kwa sababu niliishi katika kumpokesha Mwenyezi Mungu na kufanya hakuna yoyote afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo, tujitahidi sana tukiwa darasani na mahala mwingine mbalimbali, kila anapotajwa mtume wa Mwenyezi Mungu mtu ajitahidi kumswalia, na si lazim kumswalia kwenyewe upige makelele makubwa, japo kuwa kidogo kidogo kiasi cha kujisikia mwenyewe. Naam, kwa sababu miongoni mwetu anapotajwa mtume huwa wengine wanaswalia na wengine huwa ni jambo la kawaida ukaa kimya. Ni hasara kubwa mtume anapotajwa mtu asimswalie. Mtume anasema al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, aliyebakhili ni yule ambaye mimi nitatajwa mbele yake asinswalie mimi. Na utakapomswalia mtume faida zaidi unapata wewe mwenyewe. Mtume anasema man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi 10, atakayeniswalia mimi mara moja basi Mwenyezi Mungu anamswalia, anammiminia yeye rehma mara 10. Na hiyo moja kwa 10 ni kiwango cha chini sana hicho, bali Mwenyezi Mungu anaweza kumlipa mara 700 na zaidi ya 700. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلمات يشع منها نور النبوة, katika maneno ambayo yanaeneza nuru ya utume. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي ذر, Mtume sallallahu alayhi wasallama anatamka maneno yenye kueneza nuru ya utume. Siku moja kamwambia Aba Dharr al-Ghafari radhiyallahu anhu, akamwambia ya Aba Dharr, ewe Aba Dharr, jaddidi safinata fa inna al-bahra amiqun, ifanye madhubuti jahazi unaovukia, kwa sababu tunapita kwenye bahari yenye kina kirefu. Shimo lake au lindi lake ni kubwa mno, hapataki mchezo pahala hapo. Chombo kilichokuwa chepesi chepesi kitavunjwa vunjwa na bahari hiyo na watu watazama. Si chombo cha baharini, kwa hakika ni maisha ya kidunia, na bahari yenyewe ni yale mawimbi yaliyopo duniani katika mambo ambayo wanayapambana nayo duniani binadamu. Aba Dharr, jaddidi safinata, ifanye kuwa madhubuti jahazi yako, fa innal bahra amikun, kwa sababu bahari ni yenye kina kirefu. Na khalafu, jambo la pili, wa akthir minazadi, nafanya wingi wa zawadi huko wendako. Wapi huko? Mbele ya Mwenyezi Mungu, huko akhira huko. Akthir minazadi, fanya wingi wa zawadi, chukua mambo mema sana, kwa sababu fa inna safara tawilun, hakika ya safari ndefu mno. Jambo jingine, wakhlusil amala, ifanyie ikhlasi amali yako, imkusudie Mwenyezi Mungu tu. Usije ukapitisha katika moyo wako watu wanisikie, walio mbali wanisikie, walio karibu wanione. Usije ukapitisha kuonesha watu kitendo, utakuja kula hasara iliyokuwa ina mfano. Wakhlusil amala, na ifanyie ikhlasi amali yako, fa inna naqida basirun, kwa sababu muangalizi wa tendo lako unalolitenda huwezi kumficha yeye, anaona waziwazi. Na jambo jingine, wa khaffifil himla, na ufanye mwepesi mzigo wako wa mambo ya madhambi. Fanya mwepesi, usichukue kila aina ya dhambi wendako. Isije ikawa kwenye ushirikina humo, kwenye zinaa humo, kwenye ulevi humo, kwenye kuacha swala humo, kwenye kuacha funga humo, kila kwenye kosa wewe humo. Khafifil himla, jifanyie mwepesi mzigo wako wa madhambi, usitende madhambi sana. Fa innal aqabata kaudun, kwa sababu kizingiti tunachokwenda kukipita ni kizingiti kigumu, pahala pazito sana.
mtu atapata tabu kupita mtupu, hana mzigo wowote. Sikwambii tena atapokuwa na mzigo uliomwelemea. Hadhihi kalimatin, kwa hakika haya ni maneno haya balighatun, yenye kufikiria mbali sana katika fani ya balagha. Mujizatun, yanaonekana kuwa ni maneno mafupi lakini maana yake ni kubwa mno. Muniratun, ni maneno yenye kutoa mwangaza mkubwa mno. Mushrifatun, na yenye kutukuka pahala pakubwa mno. Kwa nini? Liannaha min kalami sayyidi albulaghai wa aqalil uqala, kwa sababu maneno hayo yamesemwa na yule bwana wa wenye balagha zote, na yule bwana mwenye akili kuliko wote. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في هذه الليلة، katika usiku huu insha Allah tujipeleke kwa nyoyo zetu na akili zetu, tujione kama tuko pahala amama babil Mustafa, mbele ya mlango wa yule mteule aliyoteuliwa kupewa ujumbe wa mwisho, salawatullahi wasalamuhu alaihi. Wa babul Mustafa, na mlango wa mteule huyo, maftuhun daima, uko wazi siku zote, haufungwi. Laisa alaihi shurtiyun, hakuna kwenye mlango huo askari wala hajibun, wala mzuiaji yoyote, kwamba hakuna ruksa mtu kufika pale. Wala dhawun ahmaru, wala hakuna mwangaza wenye kutoa taa nyekundu, yamna'u dukhul, inayozuilia mtu asifike hapo, asiingie ndani. Fama kana almustafa malikan, hakuwa mteule huyo ni mfalme, min almuluki, kulinganishwa na wafalme wa duniani. Wala raisan min aljababira, wala hakuwa ni kiongozi katika watu majeuri. Innama, kwa hakika yeye alikuwa ni mtu rahisi mno mno, ni rahisi kumpata. Tujifikirie akili zetu na nyoyo zetu, tumefika kwenye mlango huo kwa madhumuni ya kupata mafunzo mema, kwa madhumuni ya kupata uongozi wake kamilifu. Isma'u, basi tutege sikio enye ndugu Waislamu, madha qala sayyidul anbiya'i wal mursalina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala, mtume kasema, ad-dunya daru man la dara lahu, dunia ni nyumba ya yule ambaye hana nyumba ya kuishi. Wa malun man la mala lahu, na ni mali ya yule ambaye asiokuwa na mali. Walaha yajma'u man la aqla lahu, na hiyo mali anayikusanya yule ambaye hana akili yeye. Ayuha alikhwatu al'a'izza, enyi ndugu watukufu, isma'u kaifa sawwara al-ilahu. Baada ya maneno hayo ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, tegeni masikio vile vile mtizame vipi katufanyia sura Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alhakimu, alhayata dunya, maisha ya kilimwengu, ametufanyia sura gani, ili tukitaka kujua dunia tutaijua vipi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Hii ni taswiri aliyotufanyia Mwenyezi Mungu ya kutuchorea dunia mbele ya macho yetu tuione hivyo, na katika nyoyo zetu tuione hivyo. Hapa aliposikia mtu pengine Mwenyezi Mungu namna gani ameichora dunia,
anaweza akadhani anna Allah indama yakulu wadhrib lahum mathala alhayati dunya, Muhammad, wapigie watu mfano wa maisha kilimwengu, maisha ya kidunia. Kwa sentensi hii peke yake mtu ataweza kudhani hapa madhali mfano huo anaambiwa Muhammad awapigie watu duniani mfano wake, na khalafu amri hiyo imetokana na Mwenyezi Mungu. Bila shaka hapa mtu anategemea kupata mistari mingi ya maneno na vitabu vyenye kujazwa volume kwa volume, majalada kwa majalada, kwa kusikiliza dunia inavyochambuliwa na kuelezwa. Lakini badili ya kufikiria kwamba sayadhkuru mithlaha, atataja Mwenyezi Mungu mfano wake fi 30 satran, kiasi angalau kwa uchache mistari 30 kwenye Qur'ani, au 40 satran, au angalau mistari 40 min al-Qur'ani, kwenye Qur'ani. Lakin sar'anu ma ra'ayna al-Qur'ana, kwa upesi kabisa tunaiona Qur'ani tawa mithlaha, imeukunja mfano wa dunia, kama yatwil barku, kama vile vile unavyokunja mweso, musiratil ghamami, yale mawingu ya mvua, namna gani yanavyoteremsha mvua baadaye. Ni maelezo machache, ni maelezo kidogo tu. Sara'anu ma ra'ayna al-Qur'ana, kwa haraka sana tunaishuhudia Qur'ani dharaba mithlaha, imepiga mfano wa hiyo dunia, alimradi mfano wenyewe umekuwa yatwi kama yatwi an-naharu al-laila, kama namna ya mchana unavyokunja usiku, au kama yatwi al-lailu an-nahara, au kama namna ambavyo usiku unaukunja mchana. Mfano mdogo tu. Kwa nini ikawa ni maneno machache tu? Liannaha sari'atu zawali, kwa sababu dunia ni chombo chenye kuondoka haraka sana. La tastahiku, hakistahiki min Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, wakfatan tawilatan, kisimamo cha muda mrefu paelezwe mambo mengi katika mfano wa kidunia. Ni maneno mawili matatu tu. Maun, mfano dunia ni maji ambayo nazala minas samai, yameteremka kutoka juu mawinguni. Khalafu nini imekuwa duniani? Sana sana fakhtalata bihi nabatul ardi, maji yale yakachanganyika na mimea ya ardhi, na hatimaye mimea ile baada ya muda fa asbaha hashiman, yakawa ni mapepe makavu, yamekaushwa na jua. Tadhruhu riyahu, yanapita yakipeperushwa na upepo. Huu ndio mfano wa dunia. Hii ndiyo dunia, huu ndio ulimwengu ambao unatuendesha mbio tukasahau mpaka mauti ambayo yako mbele yetu. Mwenyezi Mungu ametuchorea dunia mbele yetu kwa mfano huu. Hakueleza maneno chungu nzima, bali kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi faasbaha hashiman tadhruhu riyahu. Halafu anasema Mwenyezi Mungu, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na amekuwa Mwenyezi Mungu jua kila kitu, yeye ni muweza kamili. Sasa enyi ndugu Waislamu, tutakuwa tunaishi katika masiku yetu matano, na nitalianza leo kulitumia moja katika hayo. Ayyamuna khamsa, siku zetu muhimu ni tano, tunapita katika masiku matano. Yaumun mafkud, siku ambayo pamekoswa kitu, siku iliyokosewa. Siku hii wa huwa alladhi madha, ni siku ambayo inapita, wala ni yaud, na wala haitorejea milele. Yaumun mafqud, hii ni siku ya mwanzo. Ya pili, wa yaumun mashhud, na siku yenye kushuhudiwa. Wa yaumun maw'ud, na siku iliyoahidiwa. Wa yaumun mawrud, na siku ya kufika pahala maalum. Wa yaumun mamdud, na siku iliyokunjuliwa urefu mkubwa mno. Tutaanza leo inshallah kuizingatia hii moja, yaumun mafqud, siku iliyokoswa. Leo hii kama mtu alikosa kuswali sala ya alfajiri mpaka kipindi kikamalizika,
siku hii ya yaumul ithnaini, Jumatatu hii ya leo, haitotokezea tena Jumatatu hii ndani ya mwezi wa Rajab, ila kama itakuja Jumatatu nyingine, tarehe nyingine, pengine mwaka mwingine. Hii kama kakosa mtu kufanya amal, haitoipata tena siku hii.